na neno ambalo nataka kukutia moyo, mtu wa Mungu ambaye unanisikia, linatoka katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Biblia inasema, nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala sio ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikia mtakaponiomba. Ni neno ambalo watu wengi wamekuwa wakilinukuu kwa ajili ya faraja kwa wagonjwa, wamekuwa wakilinukuu kwa ajili ya wale katika dhiki na shida, ili kuweza kuleta tumaini tena kwamba Mungu anawawazia mema watu. Lakini leo nitakuelekeza japo kwa uchache, kwa nini neno hili limetokana na nini, chanzo cha neno hili au cha unabii huu ambao Yeremia anautoa. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nitakueleza kwa uchache kwa nini Mungu alitoa unabii huu kupitia Yeremia. Huu ni unabii ambao ulikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli, na unabii huu uliwaendea wana wa Israeli walipokuwa utumwani Babeli. Wametolewa katika nchi ya Israeli kwa mkono wa Nebukadneza, wakapelekwa utumwani Babeli. Na huko Babeli, katika mahangaiko mengi waliokuwa nayo, nabii mmoja aliyekuwa anaitwa Hanania aliwapelekea ujumbe wana wa Israeli, akawaambia, Mungu wa Israeli anasema ya kwamba atamuondoa Nebukadneza katika nchi yenu. Jiandaeni kurudi, kwa sababu kumbuka walikuwa utumwani, yaani walikuwa wakimbizi, waliishi maisha ya utumwa, maisha ambao hawakula wanachokitaka, hawakuishi wanavyotaka, maana walikuwa chini ya utumwa. Na walikuwa wanamuomba Mungu siku zote kwamba aweze kuwarudisha tena katika nchi yao wenyewe. Na hapo unaona nabii Hanania anawaambia kwamba msihofu wala msiogope, ninaenda kumuondoa Nebukadneza mimi Mungu, na ninyi naenda kuwarudisha katika nchi yenu. Ndipo neno la Mungu linakuja kupitia Yeremia kuonya nabii Hanania jinsi ambavyo amejitumainisha uongo, amenena kwa uongo, hakutumwa na Mungu. Aliona dhiki za wale watu, aliona shida wale watu wanazopitia, na hivyo akajaribu kutafuta namna ya kuwafariji kwa uongo. Akatunga unabii kwamba kwa kuwa hawa watu wanaomba kutoka katika nchi ya utumwa, akatunga unabii kwamba Mungu atawatoa. Na hapa tunaona kwamba Mungu ananena kwa kinywa cha Yeremia. Anamwambia Yeremia, mimi siwezi kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa mpaka muda wa miaka 70 utimie, ndipo mimi nitawatoa wana wa Israeli Babeli na kuwarudisha katika nchi yao. Kwa hiyo huyu nabii Hanania alikuwa ni muongo, na Yeremia anaambiwa, kawaambie wana wa Israeli wasiendelee kunililia, wapande miti, wapande mizabibu na wasubiri kula matunda yake. Kama unavyoweza kujua mzabibu unakaa na kuweza kuzaa kwa muda wa miaka mingapi, ina maana ni kwamba ni miaka mingi watakao utumwani. Mungu ananena kwa kinywa cha nani? Cha Yeremia. Lakini nabii Hanania alikuwa ameona hofu, ameona huzuni yao, ameona shida yao, amejaribu kuwafariji kwa uongo na kuambia kwamba Mungu anaenda kuwatendea na kuwatoa katika visi, katika utumwa wa Babeli. Ndipo Mungu anakuja anamwambia Yeremia, kawaambie wana wa Israeli, mimi Mungu ninawawazia mawazo yaliyo mema na wala si mabaya. Ninawaza kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Yaani kitendo cha Mungu kuwaacha wana wa Israeli utumwani, alikuwa anawawazia mema na wala si mabaya.
na wana wa Israeli waliunganika na unabii aliokuwa ameutoa Hanania na kuamini kwamba ndio unabii wa Mungu, kwa sababu ulikuwa ni unabii unaowatakia mema, ulikuwa ni unabii unaowatoa katika mateso, ulikuwa ni unabii unaowaonesha kwamba watarudi tena katika nchi yao wenyewe. Na ndio unabii ambao watu wengi wanapotolewa unabii mzuri, anapokuwa katika magonjwa akatolewa unabii utapona, anapokuwa amefungwa akatolewa unabii kwamba utafunguliwa. Ndio unabii ambao wengi wanapenda kusikia. Na wana wa Israeli wakapewa unabii na Hanania kwamba mtatoka katika nchi ya hukumu, Babeli. Lakini hayakuwa mapenzi ya Mungu kuwatoa muda ule. Kwa nini? Si kwa sababu Mungu aliwachukia. Mungu alikuwa anawawazia mawazo mema, kwa sababu alikuwa amekwisha muamuru Nebukadneza kwamba aendelee kuachilia mateso katika ile nchi. Alikuwa amemwamuru Nebukadneza aendelee kupiga wale wote ambao walikuwa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu katika ile nchi. Kwa alikuwa amempa upanga wa kuua na kuangamiza wote atakaowakuta katika ile nchi. Na ndio maana Mungu akawatoa wale aliowapenda akawapeleka Babeli kama maficho, ili kule wapate kupumzika utakapofika wakati ambao Mungu ameshaisafisha nchi na kuondoa walio waovu, atawarudisha. Kwa mahesabu ya Mungu haikuwa kuwapeleka utumwani kwa kuwa amewachukia. Mahesabu ya Mungu ilikuwa ni kwamba wakae utumwani kwa kuwa katika nchi yao tayari vita inaendelea na Nebukadneza yuko tayari kuua kila anayemuona. Unaona jinsi ambavyo sasa Mungu alivyokuwa anawawazia wana wa Israeli. Pamoja na kwamba wao walikuwa wanaona Mungu hawasikilizi. Kwa nini Mungu hawaondoi kwenye utumwa? Kwa nini Mungu hawaondoi kwenye nchi isiyo yao? Kwa nini Mungu hawarudishi kwenye nchi yao? Kipindi hicho wanamlilia Mungu. Mungu alikuwa anawawazia mema kwamba angewaruhusu watoke muda ule, warudi katika nchi yao, maana yake wangeenda kuuawa na Nebukadneza. Na ndiyo maana Mungu anakuja anasema na Yeremia, waambie wana wa Israeli, nayajua mawazo ninayowawazia si mabaya, bali ni kuwapa wao tumaini siku zenu za mwisho. Pendo unayesikia, nafikiri sasa unaanza kuona wana wa Israeli walikuwa utumwani. Ili neno alikuja tu ule ambao wewe unapenda kulitumia. Najua mawazo na wazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nini tumaini siku zenu za mwisho. Sawa, ni mawazo mema anatuwazia. Kumbuka huu nabii ulikuja kwa nini? Hawa watu walikuwa kwenye mateso, hawa watu walikuwa kwenye dhiki, hawa watu walikuwa kwenye shida, na walikuwa wamemuomba Mungu kwa muda mrefu, na Mungu alikuwa amenyamaza, amekaa kimya. Na unabii uliokuja uliwaambia kwamba kaeni huko huko mpaka nitakapoamuru. Kwa maana yake ni kwamba wakaona Mungu anawawazia mabaya. Kwa nini Mungu anatuacha utumwani? Kwa nini Mungu anatuacha kwenye nchi isiyo yetu? Kwa nini Mungu asirudishe kwenye nchi yetu? Lakini Mungu alikuwa ameona kinachoendelea katika ile nchi yao ni mauaji. Mpendo unayesikia sauti hii, inawezekana na wewe unapenda nabii nzuri za kukufariji, za kukutia moyo. Kaenda Ulaya, miliki magari, huduma kubwa sana na kadhalika. Unapenda sana kusikia shuhuda za kukutia moyo. Lakini hizi ni shuhuda ambazo nabii Hanania pamoja na manabii wengine wa leo wanapenda kuzitumia. Shuhuda ambazo ni za kisaikolojia. Huyu mtu anapitia jambo gani? Huyu mtu yuko katika maumivu kiasi gani? Huyu mtu yuko wapi? Anafanya nini? Nimwambie nini afarijike? Ndio nabii ambazo leo tunaziona katika Tanzania yetu. Na wala sio Tanzania tu, katika dunia yetu tunayoishi. Nabii za leo zimekuwa ni nabii zinazokuwa zinaangalia saikolojia ya mtu. Huyu mtu amechelewa kuajiriwa, nimpe unabii gani? Huyu mtu amechelewa kuzaa, nimpe unabii gani? Huyu mtu ana mapito katika ndoa yake, nimpe unabii gani? Hawaangalii Mungu amesema nini, huwa wanaangalia mtu anapitia nini. Lakini unaona Mungu anasema na Hanania, na muone, anamwambia Hanania, hakika hayo
akasema hayatatimia, bali yatakayotimia ni haya: bila miaka 70 kupita, wana wa Israeli hawawezi kutoka utumwani. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba wewe ambaye umeokoka, umebatizwa ubatizo wa maji mengi, umejazwa Roho Mtakatifu, una maombi, lakini yako mambo ambayo unayaona yanakusonga, si kwa sababu Mungu hapendi utoke katika mateso hayo, si kwa sababu Mungu amekuacha, bali ni kwa sababu Mungu anakuwazia mema. Inawezekana akikupa kwa haraka hicho unachokitafuta wewe, kitakudhuru. Kumbuka, kama angewarudisha wana wa Israeli katika nchi yao, wangekutana na mkono wa Nebukadneza, wangeuawa, kwa sababu ni Mungu alikuwa amemwagiza Nebukadneza auwe kila atakachokiona. Unaona jinsi ambavyo hali ilivyo, lakini Mungu alikuwa amewawazia mema. Ndio maana akawaambia, tulieni katika hukumu, tulia katika hiyo ziki, tulia katika hiyo shida, si kwa sababu Mungu haioni, ili mradi umekamilisha utakatifu wa Kristo. Wewe ni mtakatifu, ili mradi unajua kabisa kwamba sijamtenda Mungu dhambi. Na kwambia hata kusikia nabii ujwara zilizofilisika, acha kusikiliza wahubiri waliochanganyikiwa, acha kusikiliza wahubiri wanaoangalia saikolojia za watu. Sikiliza neno la Mungu. Mungu anaweza akakuacha katika mateso, si kwa sababu hakupendi, ila ni kwa sababu anajua kabisa kwamba hayo ni mateso, kwa kuwa wewe umeyatafsiri kuwa ni mateso. Lakini kwa mkono wa Bwana, yeye amekuhifadhi mahali hapo salama. Yeye Mungu anaona hapo ni salama. Wewe unakutafsiria kulingana na hali unayoziona kwa watu wengine, ndipo unasema mimi niko kwenye mateso. Lakini kama ungejua Mungu anakuwazia yaliyo mema, ni kukupa tumaini siku zako za nini, za mwisho. Inawezekana kabisa kwamba anajua ungeingia katika kazi hiyo, mwisho wako lazima ingekuwa ni rushwa, mwisho wako lazima ingekuwa ni udanganyifu, mwisho wako lazima ungepotea. Kwa sababu ana mpango na wewe uende mbinguni, atakuzuia baadhi ya vitu usiweze kuvimiliki, usiweze kuvipata, hata kuviona. Si kwa sababu hapendi, ni kwa sababu anakuwazia mema, na anajua mitego ya shetani iliyoko katika vitu hivyo ambavyo. Sio kila mtu ameumbwa sawa sawa, mwingine ameumbwa tofauti kulingana na mapenzi ya Mungu, mwingine amekirimiwa tofauti kulingana na mapenzi ya Mungu. Usipende kila mwenye gari na wewe na gari. Kila unapoona watu wanajenga na wataka wewe na nyumba. Kila unapoona watu wanaoa wataka na wewe uoe. Sio wote ambao wamepewa vitu sawa. Kuna watu ambao Mungu amewasaza kwa kusudi lake. Kwa nje wanaonekana ni watu wa kawaida, lakini kwa ndani wamebeba hazina ya Mungu. Nao sio wengine, ni wale ambao wamekubali beba msalaba wao na kumfuata Kristo. Si ujinga, bali wanajua wanachokitafuta, wanaenda kukipata. Nafikiri umewahi kuona na kusoma sana habari za Paulo. Paulo naye anasema alikuwa na mwiba katika mwili wake, na alimuomba Mungu mara 3 mwiba ule umtoke, lakini Biblia inasema hakuweza kuondoka katika ule mwiba. Na wanatheolojia wanasema kwamba mwiba ule ilikuwa ni afya duni. Macho yalikuwa hayaoni vizuri ya Paulo. Baada ya kutokewa na ule mwanga mkali wa Yesu Kristo, kipindi cha kuokolewa kwake, Matendo ya Mitume sura ya 9 pale, hakuweza kuona tena vizuri. Macho yake yalikuwa dhaifu au hafifu. Na sio hivyo tu kwamba alikuwa ni mtu mwenye afya duni. Na huo ndio mwiba ambao yeye ulikuwa unamtesa. Na kwa kawaida hata mahali pengine alikuwa anasema, nikiwa mbali maneno yangu yana nguvu, lakini nikiwa kwenu mimi ni dhaifu. Muonekano wa Paulo. Na aliomba hiyo hali imtoke, na yeye aone kama wengine, awe safi, awe strong kama wengine. Mungu akamwambia, neema yangu inakutosha. Na hapo ni baada ya nini? Ni baada ya kupelekwa mpaka mbingu ya 3. Akaoneshwa mambo makubwa ambayo haidhuru mwanadamu yaone, mambo ambayo ni siri za Mungu, mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyastahili
mambo ambayo ni makuu yanayohusiana na mwanadamu, hatima za wanadamu wote. Paulo alionyeshwa hatima za watu, alionyeshwa hatima ya Injili, alionyeshwa mambo mazito ambayo kwa kweli angeweza kujivunia hayo. Na ndiyo maana Mungu akahifadhi mwiba katika mwili wake, ili kwamba asije akajivuna kupita kiasi, kwa sababu ya yale mafunuo ambayo alimepewa kwa wingi, yakimfanya akawa kama si mwanadamu wa kawaida, bali yeye amependelewa na Mungu kuishi. Na Mungu kwa sababu hakupenda ajivune, akaruhusu mwiba. Tunamsoma Isaka, alimuoa mke anaitwa Rebeka. Biblia inasema kwamba Rebeka hakupata mtoto kwa sababu Mungu alikuwa amemfunga tumbo Rebeka. Unaonaje kwa manabii wa leo? Ni nani angetoa unabii kwamba Mungu amemfunga Rebeka tumbo? Si rahisi. Na nabii wa leo angekwambia wewe nyota yako imechukuliwa. Manabii wa leo angekwambia wewe babu yako alikuzika kaburini. Manabii wa leo watakwambia wewe kalete ndimu tumnyoshe tumnyoshe mbaya wako, adui yako tukamnyoshe. Lakini Biblia inasema Isaka akamuomba Mungu, Mungu akamfungua tumbo mke wake. Kumbe basi kule kukaa bila kuzaa kwa wakati ule hakukuwa mpango wa shetani, bali Mungu alikuwa amemfunga tumbo Rebeka. Kwa so kila unachopitia kilicho kigumu, usikilize manabii uchwara, ili mradi wewe unasema nimeokoka, nimebatizwa, ubatizo wa maji mengi, nimejazwa Roho Mtakatifu. Tembea katika neno la Mungu, yako mambo yanaenda kutendeka kwa uzuri kuliko unavyodhani. Kuna mambo Mungu anataka kuyatenda kwa ukubwa. Na ndio maana kwa leo Mungu anataka uvumilie na kujua kwamba anakuwazia yaliyo mema sawa sawa na neno la Mungu katika Yeremia 29:10. Hapo amekuhifadhi. Hapo ni salama kuliko unakotaka kwenda. Basi atukuzwe awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyatendayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hapa unaona jinsi ambavyo Mungu anatenda zaidi ya vile tunavyoomba, zaidi ya vile unavyotaka. Mungu anataka kutenda zaidi ya unavyoona. Mungu anataka kutenda zaidi ya unavyoomba. Mungu anataka kutenda zaidi ya unavyotaka, na ndiyo sababu Mungu anatuwazia mema. Kwa hiyo hayo unayoyaona ni mapito, ni magumu. Yesu anasema katika Luka sura ya 9 kuanzia mstari wa 23, atakaye kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kuna mengine ni msalaba, kuna mengine ni Mungu anaruhusu, kuna mengine ni Mungu anakuwazia mema, kuna mengine ni Mungu anakuepusha na ubaya mwingi. Kwa sio kila linalokukuta lililo baya ni shetani. Kuna mambo ambayo unapaswa kujua. Nabii zinazokuja kwako, hebu zichuje. Inawezekana wanakuletea nabii zinazofariji saikolojia yako, zinazofariji mtu wako kulingana na unachopitia, lakini sio upango wa Mungu. Lakini kama ungeyajua mapenzi ya Mungu, ungevumilia na kuendelea kumtazama Mungu, na Mungu angekuja kukuonekania kwa upana na urefu unaostahili. Huko mwaka fulani nilisemeshwa na Mungu kumsamehe mtu kiasi cha pesa. Ilikuwa ni 100,000. Na kwa namna hiyo ambayo Mungu alikuwa akinisemesha kumsamehe, niliona kwamba Mungu aniwazii mema. Kwanza nina uhitaji nayo. Kwa nini Mungu anisemeshe kumsamehe? Kwa nini Mungu asinipiganie akanilipa? Kwa nini Mungu asimkunje anilipe? Kwa nini Mungu anasema na mimi ambaye ninahitaji animsamehe? Kwa nini asiseme na yeye anilipe? Kwa nini nikaona kama Mungu sijui ananiwazia mabaya. Lakini kumbe Mungu alikuwa ananiwazia mema. Nilipoamua kuitii ile sauti, pamoja na kwamba haikupendeza machoni pangu, nilipoitii nikamwita yule Bwana.
nikamwambia ile pesa ninayokudai kiasi cha 100,000 nimekusamehe. Na baada ya kumsamehe tu, jambo gani lilitokea? Nilisamehe, akaondoka na mimi nikaendelea na kazi zangu. Baada ya muda mchache alitokea mtu. Yule mtu ananiambia yeye ameambiwa na Mungu usiku kwamba achukue kiasi cha pesa anipe mimi. Hivyo akaniita, nikaenda. Akaniambia Mungu amenisemesha usiku, nichukue kiasi cha pesa nikupe wewe ukakitumie kwa matumizi unayotaka wewe. Nikashangaa, lakini nikapokea. Nilivyoondoka na ifungua ile pesa ilikuwa ni shilingi 700,000. Niliyekuwa nimemsamehe, nilimsamehe 100,000. Mungu akanilipa mara 7. Unaona, Mungu anatuwazia mema. Wakati mwingine anakupa neno la msamaha, si kwa sababu hawezi kuwapiga wale adui zako, ni kwa sababu Mungu anakuwazia mema. Anajua utakwazwa, anajua utarudi nyuma, anajua utaacha wokovu, anajua shetani ametengeneza huo mlango wa kukupiga wewe. Na ndio maana anasema samehe ili uwe na amani. Maana Mungu hawezi kuacha, hawezi kukudhulumu haki yako. Mungu atatokeza mlango mwingine na atakulipa. Mimi nikaja kulipwa 700,000 badala ya 100,000. Unaweza ukajifunza hata kwa mfano huo ukapata nguvu. Mpendwa unayenisikia, sio kila unayopitia ni Mungu amekuacha. Sio kila unabii unaotoka leo unaoangalia unachopitia ni unabii wa Mungu. Unabii unaotoka kwa Mungu hauangalii unapenda nini, hauangalii unapita wapi, wenyewe unaangalia mapenzi ya Mungu. Na ndio maana hapo unaona Yeremia anamwambia, pamoja na kwamba Mungu amewaacha utumwani, ni mawazo anaowawazia yaliyo mema. Anawaza kuwapa tumaini siku za mwisho, mfike mwisho. Maana akiwatoa sasa hivi katika hiyo ziki, kule mnakoenda mnaenda kuuawa. Kwa hiyo hizi nabii ambazo mnazisikia kila siku zinasikika masikioni mwako, zipime. Manabii wa leo wanaangalia psychology yako, unalizwa na nini? Kwa hiyo kama wewe unataka mtoto wasema nimeona unanyonyesha. Sijui wewe unataka kazi, nimeona unapandishwa cheo. Na wewe ndio nabii unazozipenda, lakini sio kila nabii inayotoka kwa Mungu inakuja kufariji. Nabii zingine zinakuja kukuponya na maangamizi ya kesho ambayo wewe hujui. Mungu akubariki. Ilikuwa naeleza habari au nimalizie habari za Musa na Elia. Unamwona Yesu katika kitabu cha Mathayo sura 26 na mstari ule kuanzia 40 pale. Yesu anamwambia, anamuomba Mungu kikombe kimwepuke. Kikombe ni mateso na dhiki. Na Mungu akanyamaza kimya. Akarudi akaomba mara 3, ikiwezekana kikombe kimwepuke. Ndipo Biblia inasema alitokewa na Musa na Elia. Wanakuja kufanya nini? Kumtia nguvu, kumtia moyo, kumwambia wewe vuka. Unaona, Yesu aliyatafsiri yale ni mateso, Mungu amemwacha, Mungu amemsahau kwa kuwa alikuwa katika mwili. Lakini Mungu alikuwa anaangalia kuponya ulimwengu wote kupitia yale mateso. Kuna wakati mpendo unaona uko katika kipindi kigumu, katika mazingira magumu. Hayo sio mazingira magumu unayopitia wewe. Inawezekana kabisa Mungu yuko na kuepusha na mabaya na mabalaa mazito ambayo wewe usingeweza kuyastahimili. Na anakuepusha na balaa zito ufike mbinguni, uwe na mwisho mwema. Ndio maana amekuepusha na hayo unayoyaona wewe unayataka. Mungu anaangalia, anaona kwamba wewe ni miongoni mwa watu watakaonyakuliwa. Mungu anaangalia, anaona wewe ni miongoni mwa watu ambao wana mwisho mwema. Na anaona wazi kwamba akikuacha na wewe ukawa na hali unayoitaka, ndoa unayoitaka, maisha unayoyataka, uchumi unaotaka, utakuangamiza. Na ndio maana Mungu amenyamaza.